kanisa likikosa ibada ya uvuvio au mtumishi anapokosa ibada ya uvuvio, mtumishi huwa anapoa. Au mwamini akikosa ibada ya uvuvio, mtumishi huyo, mwamini huyo huwa anapoa. Akiisha poa, huwa anabaki kuwa vuguvugu au anakuwa baridi. Akiisha kuwa vuguvugu au akiwa baridi, huwa yuko hatarini kuvamiwa na pepo na uchawi na namna ya roho zinazotenda kazi kuzimu, akiwa kanisani au akiwa kwenye nafasi, kwa sababu amepoteza nguvu ndani yake. Kanisa au mtumishi au mwamini mwenye uamsho ndani yake huwa ina sababu ya kuondoa usingizi wa kipepo, usingizi wa imani, usingizi wa kipawa na karama. Watu wengi wana vipawa, watu wengi wana karama za roho na wananena, lakini wamelala usingizi, kwa sababu iko nguvu inayofanya kazi walale usingizi. Kwa hiyo ibada kwetu za uvuvio huwa zinasababisha mtu atoke kwenye usingizi wa kipepo, kuota ndoto mbaya na uvamizi wa kiroho juu ya maisha na kile kitu alichokipata, hususan kwa watu walio danger zone katika nini, waliogusa falme na wakaharibu mamlaka za giza, wakatembea kwenye mafuta katika maombi, wakaharibu vitu, mapepo, wakaharibu uchawi na kuzimika. Wajua, huyu mtu akipoteza neema ya uvuvio, revival ikipotea kwake, huwa yuko hatarini kukamatwa na nguvu za giza na akatumiwa au akaharibika vibaya, akapoteza mwelekeo. Makanisa mengi leo hii hayanaga ibada za uvuvio, lakini uvuvio ni kitu muhimu kwa kanisa, kwa sababu inaondoa ukawaida wa ibada, inaondoa mapooza na liturujia ya ibada, bali inaongozwa ibada na uvuvio, nguvu ya roho na matendo, ishara na miujiza. Dalili za Mkristo, dalili za Mkristo aliyekufa kiroho, maana yake aliyepoteza uvuvio wa uamsho. Uwe una kipawa, unaitwa nabii, unaitwa mwalimu, unaitwa mwombaji, mwonaji, mwota ndoto na namna yoyote ya majina mazuri ya utumishi waliokupa, ila ukipoteza haya mambo, wewe ni tatizo kwa kanisa na ni tatizo lako mwenyewe. Nazungumza juu ya dalili za Mkristo aliyekufa kiroho, maana yake amekosa uvuvio wa Roho Mtakatifu ndani yake. Moja, kupoteza bubujiko la Roho Mtakatifu ndani yake. Unakuwa uko kwenye maombi, unakuwa uko ibadani, unashangaa mtu huyu mbona anabubujika na huyu mtu mbona anabubujiki. Ni kwa sababu gani? Uamsho wa roho ndani yake haupo. Kwa hiyo Mkristo anaanza kupoteza bubujiko, anaimba kwa sababu hana uamsho, hakuna mafuta yanatoka. Anahubiri lakini hamna mafuta yanatoka, kwa sababu uamsho wa moto wa roho unaosababisha watu wapokee, wagonjwa wapone, viwete watembee, vipofu waone, ule moto haupo ndani yake. Waombaji waombe, ule moto hauko ndani yake. Kwa hiyo mtu anaanza kupoteza bubujiko la kiroho ndani yake. Ukiona mtu anabubujika, ndani yake ana moto wa bubujiko unaoitwa wa kuabudu, unaoitwa wa sifa, unaoitwa wa neno. Kwa hatari ya kanisa linalopoteza uvuvio au Mkristo anayepoteza uvuvio ni kupoteza bubujiko la roho katika ibada na maombi yake binafsi. Pili, kupoteza hamu ya ibada katika kusanyiko takatifu na kubaki peke yake nyumbani. Nitaombea nyumbani, nina Mungu wangu nyumbani, tena Mungu ananisikia. Ndani yake amepoteza uvuvio wa nguvu ya roho. Tatu, kupoteza nguvu ya imani katika neno la Mungu kwa watumishi wa kweli na hata mambo yanayomhusu mwenyewe. Ukianza kuona mtu anaajiu sana kuhusu watumishi wa Mungu wa kweli, ndani yake imani yake imetindika. Kwa sababu gani? Hana moto ambao unaamini matendo ya uponyaji, matendo ya kufunguliwa, matendo ya imani katika
Kristo Yesu. Kwa hiyo anaanza kucompromise, anaanza kuargue habari ya watumishi, kwa sababu moto ndani yake umezima. Haamini tena katika miujiza, haamini tena katika matendo makuu ya Roho. Amebaki kwa sababu ndani yake moto umezima, hivyo anafikiria wote wako kama yeye. Etieni nakwambia, mtu mwenye uvuvio wa kiroho, viwete wanatembea, vipofu wanaona, waliofungwa wanafunguliwa. Ila mtu akipoteza huo uvuvio, hata kama analitaja jina la Yesu hawezi. Kwa nimezungumza juu ya pointi ya 3, kupoteza nguvu ya imani katika neno la Mungu. Ukianza kupoteza, ukianza kuona umepoteza nguvu ya imani juu ya neno, wewe unajua moto ndani yako umepoa. Hata kama una jina la kuitwa nabii, ndani yako moto umepoa, unaosababisha ukitamka hapana silaha, ule moto ndio unaenda kuharibu zile silaha. Ule moto umepoa.